Mwenye macho haambiwi tazama. Anayetembelea mitandao ya kijamii anaweza akaona ni kwa namna gani Chama ameweza kuonesha kwamba tayari moyo wake na mahaba yake yako ndani ya Simba Sports. Kwa nini nasema hivyo? Unaweza ukaangalia usiku wa jana tumemtambulisha Nixon Clement Kibabage, lakini mtu wa kwanza kumweka katika profile lake alikuwa ni Mwamba wa Lusaka, akimkaribisha ndani ya Simba Sports Club. Mwamba wa Lusaka amemposti katika status yake ya ukurasa wake wa Instagram, na nadhani haijaisha muda wake kwa sababu inaisha baada ya masaa 24. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ananisikiliza anaweza kwenda kwenye akaunti ya Mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama akaone namna gani. Na kwa faida zaidi tunafuatilia kwamba Singida leo watakuwa na mchezo dhidi ya JKT Tanzania, lakini katika vikosi ambavyo vilikuwa vinajiandaa kwa ajili ya mechi hiyo Mwamba wa Lusaka hakuonekana. Kwa hiyo inasemekana Mwamba wa Lusaka yuko Dar es Salaam, na kilichopo ni kwamba mkataba wake uko ndani ya Simba Sports. Kwa hiyo nadhani katika wachezaji watakaotambulishwa wanaofuata atakuwa Mwamba wa Lusaka yuko miongoni mwao. No doubt Simba tunahitaji mchezaji aina ya Chama, kwa sababu tangia ameondoka Clatous Chota Chama kuna mambo mengi tunayakosa, lakini pia Chama sisi katika timu yetu tunamtaka awepo, ili hata ikitokea na staff kwa heshima, kwa sababu baada ya miaka kadhaa iliyopita kuanzia mwaka 1995 Simba kutinga katika hatua ya makundi katika michuano ya kimataifa, anakuja Mwamba wa Lusaka anatuvusha mechi na Ankara Red Devils. Baada ya hapo Chama huyo anaichukua Simba anaiweka mabegani mwake, anatuvusha katika mechi ngumu dhidi ya AS Vita Club kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tena Vita Club tunayozungumzia ni Vita Club haswa, wana viungo kina Fabrice Luamba Ngoma, Francis Kazadi Kasendu. Katika idara ya ushambuliaji wako na Siza Lobi Manzoki, wana mtu anaitwa Jean Maki Makusu Mundele. Yani unaiona ile ilikuwa ni akina Twisila Kisinda wakitokea bench, Jezidu Kapele Moloko akiwa fire, lakini Chama Mwamba wa Lusaka anaichukua anaiweka mabegani Simba na anaweza kuivusha katika hatua ya makundi na kwenda robo finali. Tukizungumzia Vita ni akina Nelson Munganga. Watu wanatakiwa wakumbuke na wajue kabisa kwamba hiyo Vita ilikuwa ni hatari kabisa. Tulienda pale katika uwanja wao wakatupiga chuma 5, lakini tunarudi Benjamin Mkapa tunatanguliwa na goli moja, linasawazishwa na captain ambaye siwezi kuzungumza chochote, kila mwana Simba anajua, Mohamed Hussein Zimbwe. Dakika 89 pasi ya Haruna Nionzima kwenda kwa John Rafael Boko, inawekwa ndani ya sita zile, Haruna anairuka, Mwamba wa Lusaka anamaliza, na tunasonga mbele katika hatua ya robo finali kupitia Mwamba wa Lusaka. Kwa hiyo no doubt mashabiki wote wa Simba, nadhani hii itakuwa ni habari njema kwetu. Bwana, sawa kabisa. Kwa hiyo kwa kumalizia tuseme kwamba Simba inaenda kurudisha ufalme wake, kwa sababu tumeona uchezaji wake mechi zidi ya Mtibwa, mechi zidi ya klabu ya soka ya Azam ni kama aushawishi mashabiki wa klabu ya soka ya Simba. Mmekuwa na wakati mgumu sana kwa kipindi hiki. Kwa hiyo tuseme kwamba ule wakati unaenda kupita na mnarejea kwenye ule ufalme wenu ambao tunasema kwamba ilikuwa ni Simba ya moto kweli kweli. Ufalme unarejea na ufalme unaanza kurejeshwa na watu ambao waliutengeneza ufalme ndani ya Simba. The way unavyomzungumza kama mtu kama Mwamba wa Lusaka, Triple C Mwamba wa Lusaka, kila usajili ulikuwa ukija alikuwa anahusishwa na timu tofauti, na hatukuwa na namna, kwa sababu kuna maisha, kuna wakati lazima yaendelee. Ndio maana alivyosema anataka kwenda kuwapiga jamaa zetu pesa kidogo alafu apite zake, tulimruhusu kwamba tukampa baraka zote, nenda akapige hela. Alafu pia kumbuka wewe utacheza katika timu ya nyuma mwiko, lakini akili yako iko Msimbazi. Wakampeleka Singida, atacheza Singida lakini akili yake iko Msimbazi. Mwisho wa siku tunamrejesha Clatous Chota Chama, na kuambia Simba mpya inajengwa. Nixon Clement Kibabage katika idara ya ulinzi wa kushoto, Ismail Ture akisimama na Rushen The Rock Master. Brother, Baba Esther atakuwa fire. Yani yale machozi ambayo ameyalia yatakuwa ni ya mwisho aliyoyalia katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo mechi ya juzi dhidi ya Mtibwa Sugar. Hatutakubali tena. Show me the way Shomari Kapombe, captain wa Simba, kuweza kulia na kutoa machozi. Sasa itakuwa ni wakati wake kucheka na furaha hiyo haitaanzia kwingine, itaanzia mjini Tunis katika uwanja wa Esperance Sportive pale Taraji, Tunisia. Bwana mzee